السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine tunakutana katika darsa yetu ya sira, tukiueleza mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kitabu tunachokwenda nacho kinaitwa Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, kilichoandaliwa litalamidhil madaris al-ibtidaiya, kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi, na tuko katika al-juz'ul awwal, juzu ya kwanza hii. Na leo tuko katika ad-darsu thani, somo la pili, tukielezea nasabuhu wa wafatu walidihi, nasabu yake mtume sallallahu alaihi wasallam na kifo cha wazazi wake au kifo cha baba yake. Waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib, baba yake anaitwa Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashimi, mtoto wa Hashim, ibn Abdi Manafi, mtoto wa Abdi Manafi, ibn Qusay, mtoto wa Qusay, ibn Kilabi, mtoto wa Kilabu. Hiyo ndio nasabu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu, na mama yake Aminatu bintu Wahabi, ni Amina mtoto wa Wahabi ibn Abdi Manafi, mtoto wa Abdi Manafi, ibn Zuhra, mtoto wa Zuhra, ibn Kilabi, mtoto wa Kilabi. Hiyo ni nasabu upande wa mama yake. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi, inakutana nasabu ya mama yake pamoja na nasabu ya baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi al-khamis, kwa babu yake wa tano. Yani nasabu ya baba wa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na nasabu ya mama wa mtume inakwenda kukutana fi jaddihi al-khamis, kwa babu yake wa tano, wa huwa Kilabun, naye ni huyu bwana Kilabu. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi, na kwa hakika alifishwa baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam, naye mtume akiwa tumboni kwa mama yake, kwa mtume hakumshuhudia babake. Wa umruhu 18 sana, na umri wake ilikuwa ni miaka 18. Yani baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam amefishwa akiwa na umri wa miaka 18, ni kijana mdogo sana. Wadufina bil Madina, na akazikwa katika mji wa Madina. Walam yatruku lahu shay'an min almali, na hakumuachia mtume sallallahu alaihi wasallam chochote katika mali. Utashangaa kwa nini baba yake mtume alikuwa anaishi Maka lakini kazikwa Madina. Alikwenda kuwatembelea wajomba wa baba yake, ndipo maradhi alipomwanza kafa kule na akazikwa kule. As'ilatu maswali, ma nasabuhu min jihati abihi, ni ipi nasabu yake mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa baba yake? Ma nasabuhu min jihati ummihi, ni ipi nasabu yake upande wa mama yake? Fi ayi jaddi tajtami'u ummuhu ma abihi, ni katika babu gani inakutana nasabu yake mtume, nasabu ya mama yake mtume sallam pamoja na nasabu ya baba yake? Yani ni katika babu yupi tajtami'u ummuhu ma abihi, inakutana nasabu ya mama yake mtume pamoja na nasabu ya baba yake? Mata tuwfiya waliduhu, ni wakati gani alifishwa baba yake? Aina dufina, wapi alizikwa? Maswali haya inafaa kujibiwa kama tulivyosoma katika somo la pili hili. Al-khulasa, tutazame mukhtasari wa yale yanayotokana na somo lililotangulia. Abuhu Abdullah ibn Abdul Muttalib,
baba yake anaitwa Abdullah ibn Abdul Muttalib, wa ummuhu Aminatu bintu Wahabi, na mama yake ni Amina mtoto wa Wahabi. Yaltaqi nasabuhuma fi jaddihi al-khamis, zinakutana nasabu zao kwa babu wake watano, babu yake watano Mtume sallam. Nasabu ya Abdullah na nasabu ya Amina inakutana kwa babu wake watano, babu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tunasema sisi binadamu wote ni ndugu. Mata abuhu wa huwa fi batni ummihi, alikufa baba yake na hali ya kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa tumboni kwa mama yake. Na huu ndio mwisho wa darsa yetu ya pili. Darsa hii tunaileta ikiwa ni sadaqatun jariya kwa wazazi wangu, baba yangu mzazi almarhum Mzee Ramadhani Ndaki na mama yangu mzazi almarhuma Bi Zainabu binti Andrea. Kwa yote atakayezitokezea darsa hizi na akanufaika nazo, asiwache kumwombea maghfira na kumrehemu mzazi wangu, atakuwa amefanya jambo kubwa, na mimi natanguliza juu yake shukrani zangu za dhati. Tukutane katika somo la 3. Wallahu waliyut tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.